Bwana, Simba wametua salama kabisa pale nchini Morocco, na kama ambavyo unaona hapo kwenye video walikuwa wanapaki mizigo yao kuhakikisha kwamba hawaachi kitu ndani ya ndege na wanashuka na kila kitu ili waende kulitetea taifa la Tanzania. Lakini moja ya vitu ambavyo vimeshangaza wengi ni namna ambavyo wamepokelewa pale kwenye uwanja wa Mohamed wa 5, kwa maana ya uwanja wa ndege pale. Moja ya vitu ambavyo vilitokea ni kwamba Simba of course walichelewa kushuka kwenye gari kidogo, ili kuruhusiwa kupita, by the way, sio kushuka kwenye gari. Yani baada ya kushuka kwenye ndege ukaguzi uchukua muda mrefu sana, uchukua zaidi ya masaa 2. Lakini baada ya kutoka pia pale kwenda mpaka hotelini, mazingira yalikuwa ni mazuri kabisa, wameenda vizuri mpaka wamefika hotelini na wanaenda kucheza dhidi ya Berkane ambayo imedhamiria kufanya vizuri sana dhidi ya Simba. Lakini pia hawa ni mabingwa, wamekuwa mabingwa kombe la shirikisho barani Afrika. So pia wanaamini kwamba hii ni mechi ambayo wanastahili kwenda kushinda na kuongeza pia taji lingine la kombe la shirikisho. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba, hii ni mara yao ya kwanza wanaenda kucheza finali, ni mara yao ya pili wanaenda kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mara yao ya kwanza kwa mwaka 1993. So hii ni mara yao nyingine ya pili wanaenda kushiriki kwenye haya mashindano na wanafika finali. Sio mara pili kushiriki, yani wanafika finali kwa mara ya pili. Kushiriki wameshiriki mara nyingi, lakini hawajawahi kufika finali, na hii ni mara yao ya pili wanaingia finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini awamu hii wana Simba wengi wanaamini kwamba wanaenda kubeba ubingwa. Unajua, moja ya vitu ambavyo vinasababisha pia watu waamini hivyo ni kutokana na performance bora ambayo Simba wamekuwa nayo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia kwenye mashindano ya kimataifa kwa ujumla. Msimu huu Simba wamejitahidi sana kuwa na consistency ama kufanya vizuri kwenye mechi za ugenini, kitu ambacho kidogo kinafufua ile matumaini kwa wana Simba kwamba huenda ikawasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa wao kwenda kufanya vizuri zaidi pia kwenye huu mchezo. So ambacho watu wengi wanakisubiri ni kuona namna gani ambavyo Simba wataenda kucheza hii mechi ya ugenini. Lakini kuna vitu vizuri ambavyo ni very interesting kwenye huu mchezo, na moja ya vitu ambavyo ni very interesting kwenye huu mchezo nitakwambia kimoja baada ya kingine. Cha kwanza, finali ya mwisho ambayo Simba walicheza dhidi ya ya kombe la shirikisho mwaka 1993 ilikuwa ni dhidi ya Stella Abidjan ya pala Ivory Coast, na Simba walipoteza hapa uwanja wakiwa hapa nyumbani Tanzania, ambao walianza kucheza ugenini wakaja kumaliza nyumbani, lakini hawakuweza kubeba taji. Lakini on that time, kipindi kile Stella Abidjan ilikuwa ni miongoni mwa timu bora sana barani Afrika. Na sasa hivi kwenye kosti ya Simba kuna mchezaji anaitwa Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ndo mchezaji ambaye faulu yake au goli lake ndilo ambalo liliwapeleka Simba kufika finali kwenye haya mashindano kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch. Alifunga pale visiwani Zanzibar bao zuri kabisa, bao ambao ndo hilo ambao lilimaliza dakika zote 90, dakika zote 180. 90 za Zanzibar, lakini pia 90 zingine za ugenini pale South Africa, na kuwapeleka Simba moja kwa moja finali. Na baada ya hapo sasa hatujui nini kinaenda kutokea, kwa sababu kuna mechi mbili, ambayo ya kwanza ndio hiyo anaenda kucheza wiki hii, lakini nyingine watakuja kucheza wiki ijayo hapa nyumbani Tanzania kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ambacho ni interesting hapa kwa cha kwanza ambacho nimesema nianza nacho ni kwamba kwenye kosti ya Simba kuna Jean Charles ambaye amewapeleka finali. Huyu amesajiliwa kutoka kwenye kosti ya Stella Abidjan, ambayo hii timu ndio ambayo ilicheza finali na Simba kipindi hicho na Simba akafungwa. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi kupitia timu ile ya Stella Abidjan ambayo iliwafunga Simba, leo imewapa Simba mchezaji ambaye anaweza pengine kuenda kuwasaidia Simba kubeba taji hili. Na ukumbuke ndio top scorer wa Simba kwenye ligi akiwa na mabao 15, lakini pia kwenye mashindano ya kimataifa na almost mabao 4 na assist 3. So ni mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa kwa msimu huu. Kwa hiyo kutokana na rekodi yake nzuri ndani ya Simba, lakini pia ukiangalia historia ya klabu yake ya Simba kwenye mashindano, kuna kila sababu ya Simba kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano haya, na sisi tunasubiri kuona Simba ataenda kufanya nini, lakini pia sisi tunawaombea kama Watanzania waende kufanya vizuri. Kingine ambacho ni very interesting ni kwamba pamoja na kwamba Simba alizuiwa kwa masaa kadhaa airport, lakini bado walionekana kuwa comfortable zaidi. Yani ile haikuwatoa mchezoni kwa namna moja ama nyingine. Bado waliingia wakiwa wanajiamini sana, waliingia wakiwa na confidence ya hali ya juu sana. On which hiyo pia inaweza kuwasaidia sana kuelekea kwenye huo mchezo kwenda kuonesha uwezo mzuri sana na kuifanya timu iweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. So hata mimi na believe kwamba kwa performance ambayo wameonyesha kwenye siku za hivi karibuni, Simba wana uwezo wa kwenda kushinda hii mechi pale nyumbani kwao, pale nyumbani Morocco kwa RS Berkane.
lakini pia kutoka pale akija nyumbani Benjamin Mkapa, Simba wana uwezo wa kuja kumaliza mechi hapa. Watanzania wote tunaweza kuungana kwa pamoja kuwasaidia Simba, lakini moja ya vitu ambavyo tunapaswa kuvitazama ni zile figisu ndogo ndogo ambazo Simba wanaweza kufanyiwa, na hasa wasije wakapigwa na kitu kizito pale Morocco. Na wakipigwa na kitu kizito pale Morocco kidogo inaweza kutusumbua kuja kufanya comeback hapa nyumbani. Mimi kama Mtanzania naipenda timu yangu ya Coastal Union, lakini kama mzalendo naiombea klabu ya Simba iweze kufanya vizuri kwenye huu mchezo ili tuweze kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho mara ya kwanza kwenye historia ya taifa letu la Tanzania.